للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات بينات إنه القرآن حيث المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuko katika kipindi cha Al-Bayinat, na Al-Bayinat ni kipindi kinachokuletea tafsiri ya Qur'ani kwa lugha nyepesi kabisa inaweza kumfikia mlengwa. Na biidhnillahi taala leo tutaondokea katika aya ya 18 min surat Al-A'raf, na kabla ya kuendelea tusikilize kwa muda mfupi hii tilawa. Qala akhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata fakula min haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Naam, baada ya kusikiliza aya hizi ambazo tunazisherehesha katika siku yetu ya leo, aya 18 min suratul A'raf, wa hiya qawluhu ta'ala qala khruj minha. Ilikuwa ni mwendelezo wa maneno yanayopita baina ya Iblis na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allahu lahu ukhruj ya Iblis, kimwambia Mwenyezi Mungu akamwambia Iblis ukhruj, na kitoka minha, hapa minha min aljanna, min aljanna. Pamoja kuna baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba Iblis hakuwa ndani ya pepo, kwa sababu ndani ya pepo fiha ma la ainu ra'at, hakuna jicho ambalo limeona. Kwa wale waje Ibilisi alikuwa ndani ya pepo. Lakini pia katika baadhi ya akwali kama vile Ibilisi kwa ndani, anaingia ndani ya pepo hatoki. Peponi ukiingia utoki, una kutoka. Ni ukiingia umeingia. Hasa yawaje kwamba ndani ya pepo afu awe ametoka. Ala kulli Ibn Qayyim kataja baadhi ya akwali karibu hizi shubuhati kama 7 hivi za kuonesha kwamba kuna watu wanadili kwamba Ibilisi hakuwa ndani ya pepo kwa sababu ya hoja kama hizo. Lakini ala kule tunakshi baadaye, kwa leo akaambiwa na Mwenyezi Mungu khuruj minha madhuman madhura, toka ndani ya janna. Madhuman ay matruda min rahmatillahi ta'ala. Alafu madhura, naona toka ndani ya janna. Madhuma maana yake kama vile ambayo ni kiumbe mbaya mchafu, mwenye kudharauliwa. Asante. Alafu madhura maana yake mwenye kufukuzwa katika rahma ya Mwenyezi Mungu. Kisha Allah akamwambia laman tabi'aka minhum, yoyote atakaye kufuata wewe katika
binadamu, la amla anna jahannama minkum ajma'in, takuingizeni katika, mtawajazeni katika moto wa jahannam nyote. Kwa hiyo aya ikamtaja huyu kiumbe katika sifa mbili mbaya, kwamba yeye ni madhuman alafu madhura, yani madhura mwenye kufukuzwa katika rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na madhuman maana yake kiumbe mchafu, kiumbe dhalili. Haya yote ni Mwenyezi Mungu amtaja kiongozi wa wachafu ambaye ni Ibilisi Allah. Na baada ya hapo aya iliyofuata ya 19 anageukiwa Adam, wa ya Adam uskunu anta wa zawjuka aljanna, ishi wewe Adam na mke wako peponi. Fakula min haithu shituma, kuleni na mnywe vile mnavyokuwa mnavyotaka, katika baadhi ya aya raghada, kwa nafasi. Wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin, msikurubie huu mti msije mkawa au mtakuwa katika ambao umefanya dhulma. Msikurubie huu mti, mtakuwa ni katika wale ambao wamefanya dhulma. Nafikiri tufanye wakfa hapa, labda Sheikh Ali kama utakuwa na lolote. Hizi aya tayari kwamba huyu anatolewa na huyu anabakishwa, na hapa inaonekana baina tofauti ya Adam na Ibilisi, au kizazi cha Adam vile vile na kizazi cha Ibilisi. Adam anabakishwa ndani ya pepo na Ibilisi anatolewa. Naam, jamii. Moja ya vitu ambavyo vya kuvizungumza kwa sasa, hasa tukizingatia kwamba tupo katika mwezi wa Ramadhani, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzidi kututahadharisha na huyu Ibilisi, kwa sababu Ibilisi ushawishi wake ni wa tangu muda mrefu sana, na si kwamba una muda utakoma, bali utaendelea kwa muda mrefu. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtoa kutoka katika pepo, au kama walivyozungumza baadhi ya wanazuoni kwamba alimtoa kutoka mbinguni au katika mjumuiko wa watu wema, kwa maana malaika. Lakini ala kulli hali inafika ikali tuifunge pia na kauli yenye nguvu kwamba alitolewa ndani ya janna, sababu Ibn Qayyim kataja vizuri, ndio akasema kwamba Ibilisi alitolewa ndani ya janna. Katolewa ndani? Alitolewa ndani ya janna, ndani ya pepo. Yani na kajitahidi kuweza kutaja shubha zile, akaziweka vizuri mpaka mwisho, akatoa istimbat kwamba ukhrija min aljanna. Hizi zote kwamba anaingia hatoki, au kwamba hakuna jicho ambalo limeweza kuona na nini hivi, na pia kwamba pepo ni ya makazi ya waja wema, hawaje kiumbe mchafu wakae. Kazungumza vizuri, mwisho akasema ukhrija min aljanna. Na wala ilmu inda Allah ndio kauli ambayo inawezekana kwamba ana Sheikh Said kidogo anakusikiliza. Wajua, ngoja niwaambie jamani, wajua sisi tuna wafuasi wengi ambao wanafasiri darasa kama hili. Jamii kubeba tafsiri kwamba alitolewa minha minas samaa rabba, mbinguni, ipo na wanachoona wameitaja, isipokuwa mimi naamini zaidi kwamba ukhrija min aljanna. Ni jambo zuri. Unajua Sheikh, ukiwa unazungumza kuhusiana na alikokuwa Iblis na baba yetu Adam na Hawa, kwamba walikuwa katika pepo kama wanavyosema wanazuoni, na Ibn Qayyim ameitilia nguvu kauli hiyo. Ni kauli, unaona, ni kauli, ni kitu ambacho anahitaji tena kwenye kitabu Miftah Darus Saada. Jamil, sawa sawa. Kwa hiyo kama ili hali ni hiyo, ni kwamba ameondolewa, hii kuonyesha kwamba ni mtu ambaye laana yake kama nilivyosema imeanza muda mrefu na uadui wake umeanza muda mrefu. Lakini pia Mwenyezi Mungu aliposema lamani tabaka au laman tabi'aka minhu la amla anna jahannama minkum ajmain. Angalia hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanzo alisema laman tabi'aka, alafu kumwisho akasema
minkum, kuonyesha kwamba mwanzo alikuwa peke yake Iblis, lakini baadaye watakuwa wengi watu ambao watafata njia za Iblis. Ndivyo ilivyo. Kuangalia leo hii wafuasi wa Ibilisi wako wangapi, na jinsi, angalia kwa mfano mwanazuoni, nafikiri Imam Dhahabi alitunga kitabu Talbis Iblis, fikiri ni Imam Dhahabi, ametaja mambo ambayo anatumia Ibilisi katika kumpotosha mwanadamu. Lakini vijana wengi sasa hivi wamepotoka na huambii jambo, wanafanya mambo ya ajabu sana, mambo ambayo kwa hakika kiasili yake yanatumia nguvu, hayapendezi katika akili ya kawaida, lakini unakuta kwamba wanamfuata Ibilisi katika jambo hilo. Kwa hiyo hapa tulipo katika hii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, la amla anna jahannama minkum ajma'in, mwanzo alimwambia laman tabi'aka, akikufuata wewe sasa nitawajaza katika moto wa jahannam minkum, nyinyi, kawaunganisha wote wale ambao wanaomwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kupata shaitani. Labda niongezee kidogo, Sheikh Atani kidogo alinitolea macho kama Sheikh Uridhi. Simpingi Ibn Qayyim lakini pia simuungi mkono kwenye kauli yake. Simpingi ila simuungi mkono kwenye kauli yake, na adabu la wanavyuoni wakubwa na wanabani zaidi. Lakini unasema kuna kauli nyingi, kuna kauli ya kwamba alikuwa peponi na kuna kauli kwamba hakuwa peponi. Mimi navutika sana na wale wanaosema kwamba hakuwa peponi. Navutika na hiyo kauli kwamba hakuwa peponi, kwa sababu kama inavyosoma historia inasema kwamba maisha yao walikuwa wanaishi ardhini, nafanya kwamba kabla mwanadamu hajakuja kwamba dunia ilikuwepo na viumbe wengine wapo, na miongoni mwa viumbe ambao walishatangulia ni majini, walikuwa tayari wapo. Ndio maana alipotaka kuumba malaika walijenga hoja kwamba unataka ulete tena viumbe watakuleta fisadi tena kama wale, atajalu fiha wa yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, watakulete watu ambao wataleta ufisadi, watakao kuasi, kama ni kuabudiwa atatoshi sisi kufanya ibada. Lakini yeye kwamba kauli zinazosema kwamba alisasui, kama ni kauli za wanachuoni au ni kauli za kusikia, kwamba bwana akapandishwa akawa miongoni mwa malaika akawa anaishi nao. Sasa alipoambiwa kwamba wasujudi, hawa malaika wale walikuwa peponi pia, ina maana walikuwa katika maeneo yao, Allahu a'lam, walikuwa katika maeneo yao na yeye alikuwa humo nao. Sasa sujuduni, ndio akasema Mwenyezi Mungu pale, illa iblis kana min aljin. Anasujudiwa iko wapi? Anasujudiwa iko mbinguni. Mbinguni hayuko peponi, alikuwa bado hajaingia peponi. Wakati bado hajaingia peponi, ndio baada ya kusujudiwa kumaliza kwamba sasa wewe kakaa huko peponi. Kwa hiyo kasujudiwa akiwa wallahu aalam akiwa nje ya pepo kwenye ile eneo ambalo Mwenyezi Mungu alijua, wakasujudiwa, malaika wakatekeleza kama wewe huyu ilikuwa ni katika majini, fafasakan amri. Kwa hiyo amri ya Mwenyezi Mungu akaiasi, akakataa. Sasa alipoambiwa toka, sehemu nyingine ukhruj, sehemu nyingine fahbitu minha, kama wakatumia fahbitu minha. Sasa hubutu ende wapi? Na maana arudishwe kwenye asili yake huko ardhini. Tena mapumziko mafupi afutarudisha. Ndugu yangu mtazamaji, ndio hivyo, tunakwenda mapumziko mafupi kisha tutarudi. Usitoke katika maneno mazito kwamba Ibilisi alikuwa wapi wakati anaambiwa ashuke. Je, kweli alikuwa peponi au alikuwa eneo ambalo analijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ufahamu maana saufa narudi. للهدى والناس آي نيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات
حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات بينات إنه القرآن حيث المعجزات. مجددا أحييكم بتحية إسلامية الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biidhnillahi taala, tulikuwa mapumziko mafupi tukiwa katika aya ya 18, 19. Tunamzungumzia Iblisul Lain wakati anaambiwa na Allah atoke asifanye kibri, na vile vile tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa akimwambia kwamba watakuwa kufuata basi na wewe nitawajaza katika moto wa Jahannama nyote. Sheikh, naam, ulikuwa ilikuwa nazungumzia kwamba Ibilisi hakuwa peponi ila alikuwa mbinguni, katika ile eneo ambayo Mwenyezi Mungu alilainisha kuwakusanya, ili hapo alipomleta Adam akamuumba akamwambia nataka nyinyi mumsujudie hao malaika, na yeye alikuwepo pamoja nao kwenye hilo eneo. Kwa hiyo yule akakataa. Kwa hiyo akaambiwa sasa, toka katika hili kundi. Na Sheikh Ali alizungumzia, kataja kauli tatu: ima toka peponi, au toka huko mbinguni, au toka miongoni mwa watu wema. Watu wema, kwa sababu hapa anaoishi hapo wote ni watu wema. Sasa wewe ondoka, hufai kuwepo hapa. Kwa hiyo zote hizi ni kauli mashallah zinawiana, sikambia ni zote zinawiana, lakini tunachokikwepa hata tuseme Ibilisi aingie peponi, na maana ile pepo ilikuwa bado hajapewa nafasi ya kuishi, na hasadi kubwa ya Ibilisi dhidi ya Adam ni ile kupewa hii nafasi kwamba nenda kakae peponi, kaingia uchungu. Na niliona baadhi ya kauli za wanazuoni, unajua kuhusu kuingia Ibilisi peponi, hakuna habari ambayo ni sahihi iliyokuja katika hiyo inayokata kabisa. Maana tutafika kwenye ile eneo ambalo vipi aliweza kumshawishi Adam akiwa nje, wala takraba hadhihi shajara, akiwa nje wanasema, akiwa nje wanasema, kwa sababu pia kauli kwamba aliingia kwenye njia, kwenye tumbo la nyoka, kwa njia ya tumbo la nyoka. Na hapa ndio tunataka tujaribu kuwazindua wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, kwamba unajua kuna maneno mengi yanazungumzwa hapa, maneno ambayo Israiliyati au mengine si Israiliyati bali ni hadithi tu za watu wanazungumza. Allah aliposema wala taqraba hadhihi shajara, msiukaribie wala msiuguse mti, msile mti huu. Maana yake kuna baadhi ya watu wanajaribu kutafuta huo mti gani. Ni vitu ambavyo havina ilmu, la yanfa jahlu la yadhur. Ilmu la yanfa, hata ukijua kwa mfano ndio itakuwa nini, kutokujua au utasaidia chochote. Bali pengine watu wangejua huo mti ungeleta shida kidogo. Kama vile kujua fimbo Nabii Allah Musa alikuwa na mti gani. Wakati mwingine kuna baadhi ya vitu, mmoja wapo ni Imam Suyuti. Imam Suyuti kaandika kitabu kakipa jina Mubuhimatul Qur'an al-Karim. Mubuhamat ambavyo vimekuja vikatajwa kwa ujumla ya. Kuna sio mbaya wakati mwingine kuweza kutafuta baadhi ya vitu ambavyo inawezekana vinakuwa ni maaqulul maana. Yani yaingie kwenye vibani ile takalluf. Lakini kimbabi ilmu sio mbaya. Shida unajua shekhe, inapofikia wakati mtu akijua hiyo fimbo ilikuwa ni fimbo aina gani, atatengeneza itikadi. Atatengeneza itikadi mbaya na hiyo fimbo. Naam. Na leo nafikiri watu wote wangekuwa wanashika hizo fimbo. Kama ingekuwa inajulikana ni mninga, basi kila shekhe alikuwa na mninga. Kwa sababu angeamini kwamba fimbo ya mninga ina baraka fulani, kwa sababu wa tilka biyaminika ya Musa alqiha fa idha hiya hayatu tas'a. Na nadhani wallahu alam, kwa sababu ndio maana hata tunaona Sayyidina Umar
kwenye ule mti ambao walikuwa shajaratun bay'at ridwan aliukata. Ni hii nadharia hii kwamba itakupelekea baadaye kufanya shirki, kwamba mti huu kaukata. Hii ni sehemu watu walikaa wakafanya shughuli maalum, basi imeisha. Sio kwamba huu mti una baraka hapa. Kwa hiyo Allah akazungumzia ile matukio kwamba Musa alikuwa na hiyo fimbo, na mwenyewe alipoulizwa ni nini fimbo hiyo, akasema hii bana, kwa ajili ya kuchungia wanyama wangu na kuangusha majani na mambo mengine. Sasa yeye akaambiwa hebu itupe. Sasa akapewa muujiza kupitia ile fimbo. Sio kwamba ile fimbo ilikuwa ni fimbo ya kimuujiza, ila miujiza aliambiwa itapitia hapo. Sasa ile swala la kujia shughuli mtu kutafuta ni fimbo gani, au ile chemchemu alioga Nabii Ayub akaondoa maradhi, chemchemu ile iko wapi na ilikuwa ni ya maji gani, ya chumvi, matamu, yani kupoteza muda ambavyo hauna. Fawaswasa lahuma ash-shaytan liyubdi lahuma ma ghuriya anhuma min sawatihima. Hapa tumesimama sana hapa na aya bado zinaendelea kusimama eneo hili. Hii tumeipitia wa Adam uskuna anta wa zawjuka aljanna. Uskuna anta wa zawjuka. Hapa kwenye mudakhala tukigusa kidogo. Kwenye mudakhala hii yabusu. Lakini tumeshaifasiri kwa kiasi fulani. Kama kuna lolote hapo kabla ya kuendelea. Tuendelee, tutaichanganya. Tuendelee, tutaichanganya. Naam Sheikh Ali. Fawaswasa lahuma shaitan. Neno waswasa lina maana ya kumtia mtu mashaka na wasiwasi katika moyo wake. Shetani siku zote njia anayoitumia ni kumtia mashaka mwanadamu, kutia maneno fulani katika nafsi yake, mpaka ikafikia wakati lile ambalo ni sahihi analiona sio sahihi, lile ambalo zuri analiona sio zuri, kwa njia yote. Kwa hiyo nafsi ndio inaanza kuingia na wasiwasi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hapa anawazungumzia watu wawili, Adam na Hawa, wale alioambiwa skun anta wa zawjuka, kaa wewe na mkeo muishi katika pepo na mule mnachokitaka isipokuwa mti huu. Sasa shetani alikuwa anataka kuwatoa kwenye neema, liyubdi lahuma ma wuri anhuma min sawatihima, ili awavue nguo zao. Na wanazuoni hapa wanasema kuwavua nguo, yani ile hali ya kuwa mtu yupo kwenye stara, ni jambo la kimaumbile kutokea kwa Nabiullah, kutokea kwa baba yetu Adam alayhi salam. Na ndio maana zama tu nguo zao zilipoanguka au zilipotoka baada ya kula ule mti, baada ya kula ile tunda la peponi, ghafla wakawa ni wenye kutafuta jinsi ya kujistiri kwa haraka sana. Kwa hiyo Allah aliposema waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini au takuna min alkhalidin, akaelezea jinsi alivyowashawishi mpaka wakafikia katika hali ya kupotea na kuasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutokula tunda la ule mti. Aliwaambia kwamba ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara, hamjakatazwa kula tunda la mti huu isipokuwa kwa sababu nyinyi mkila mtakuwa malaika au mtakuwa ni wenye kuishi milele. Na watajia vitu ambavyo wao katika fikra zao wakati ule ni katika kitu ambacho wanakipenda, kwa sababu tayari wanajua malaika ni watu ambao waja wema, la yaasuna Allah ma amarahum, hawamwasi Mwenyezi Mungu, wanafanya yale ambao wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia wataishi milele. Na hii inakuja fikra kwamba walikuwa wanajua kwamba kutakuwa na mwisho wao, watafariki. Kwa hiyo shetani alipoingia kwao kuambia mkila mti huu mtaishi bila kufa na mtakuwa mfano wa malaika au mtakuwa malaika. Kuna baadhi ya wanachuoni wanasoma ila antakuna kaini,
malikaini. Naam, kama mtakuwa ni wenye kumiliki, na wamestadili na ile wa mulki la yabu, wafalme wawili kabisa, mtakuwa wafalme wawili. Na hii inaonekana kwamba mwanadamu kupupia mambo ni asili yake. Ndio anasema Ibn Qayyim rahmatullah kwamba usuli ya dhunub ni haya matatu, ni hasad na kibri na hirsi. Hirsi unasema alikuwa ni kwa Adam na Hawa, ile pupa ya kupupia jambo kwamba tutabaki hapa, tutakuwa malaika au tutakuwa watawala, tutakuwa ni kubaki bila ya kutoka. Na hapa kuna nukta ambayo napenda kuizungumza. Kuna hii tunaona baadhi ya nyumba za Uislamu kwamba kuna picha ya Adam na Hawa kwamba wako tupu, au utaona picha ya Adam amechukua jani amejifunika, ambayo wanafanya kama ni tafsiri ya hii aya kwamba liyubdi lahuma ma uriya anhuma, kwamba ili wapate kudhihirika, yaonekane yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaficha katika tupu zao. Kwa hiyo wakamfanya Adam kavu, na hili baadhi ya wanachuoni wamelikataa kabisa, pamoja haya ya sheria, lakini wanasema ilikuwa kama nguo ya heshima. Kuna baadhi ya mtu akivuliwa kama mtandio anajificha ficha, au kama vile Sheikh Ali hapo sengine, kwa sababu umezoea kofia ukiondolewa unajiona. Lakini Allah jalla jalalu amvue mja wake nguo kabisa awe tupu, ili tutakuja kulinakisha kwenye vipindi vitakavyofuata, sababu sidhani kama naweza likakaa sawa kipindi kama hivi, au sema Sheikh Said sasa sababu kidogo lina uzito. yani upande wangu lina ukakasi na mbili zaidi. Unaamini, yani unataka kusema kwamba wanazuoni wametafsiri neno nguo hapa sio kwa maana ya ile nguo ambayo ilikuwa imevaa kwenye sehemu ya utupu. Pengine ilikuwa ni katika urfu ya watu au wakati wao, kwamba pengine ilikuwa ni nguo tu kama vile kofia au koti. Naam, hasa nataka nijue, sababu kusema kwamba Adam alivuliwa moja kwa moja kidogo hapa ni pazito, japo sipakatai, sababu mashekhe tupo, na pia kuna ndugu wetu mtazamaji ni mwanachuoni mkubwa, isipokuwa jambo lina ukakasi mkubwa sana. Tuliacha mpaka kwenye kipindi kitakachofuata tuweza kulizungumzia vizuri. Kwa hiyo shetani, jambo la mwanzo acha kule kuwatoa, lakini hapa liubidia lahuma ma uriya anhuma min sawati, ili apate kuwavua nguo, manake kwamba wawe tupu au wawe kama vile wameondoshwa heshima fulani. Alafu ndio akayazungumza haya. Naogopa kuna baadhi ya watu wanakuja kama njia ya kukushauri, njia ya kukupa nasaha, kumbe yale maneno yake sio nasaha, ni njia za kuweza kukupoteza. Angalia, waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa takuna malakain au takuna min alkhalidin. Ukiangalia ni maneno mazuri, lakini kumbe ni hatua ambayo ni, na kuna baadhi ya watu wako hivi, mimi bwana nimekupa nasaha bwana, waqasama huma inni lakuma min nasihin, kawapia Mwenyezi Mungu mimi bwana nakupeni nasaha. Adam alayhi salatu wasalam, wanaulizana kwamba kitu gani kilimfanya Adam akala ule mti, wakati kwamba Allah ashamwambia wala taqraba hadhi shajara. Ni nini? Kuna baadhi wasema eti Adam alilewa kati maneno ambayo peponi hakuna pombe namna hiyo. Wanasema Adam alilewa, kuna msemo mwingine anasema haiwezekani, yani wakatafuta tawili mbalimbali. Kwa ujumla kumwambia Adam ilikuwaje mpaka akala. Hata kuja kuenakshi kwenye kipindi kitakachofuata, nadhani sababu muda uturuhusu tena. Lakini pia kuna kauli ambayo hata baadhi ya watu wa upande mwingine wanaitumia, wanasema kilichomfanya ale ni huyo mwanamke ndiye alimshawishi na akachuma tunda. Sasa wanafikia mbali, wanasema ndio maana wanawake wote wamelaaniwa kwa sababu ndio alisababisha kutolewa ndani ya janna. Na wanasema alipokula yeye yule mwanamke hakuona athari yoyote, kwa sababu amri kwa au katazo lilifungwa na wala taqraba, mtu kama mmoja angefanya ingekuwa hakuna athari. Haya tunayoona baadaye. Ndugu yetu mtazamaji, nafuatilia kipindi chako Al-Bayinat. Hapa tumefikia tamati wa kipindi chetu.
Na insha Allah kipindi hiki tunapenda kumshukuru mtazamaji, washukuru wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine, wakiwemo cameraman wetu wote ambao wanashiriki katika kupiga picha na kuandaa vipindi hivi, na wote ambao wako nyuma ya kamera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la kheri waliweza kufanikisha kurekodi kipindi hiki. Na inshallah kipindi chetu kijacho tutaendelea katika aya ya 21 na 22 katika surati Al-A'raf. والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات بينات إنه القرآن حيث المعجزات